Habari gani mtazamaji wa Hot Drop TV, karibu katika uwanja wa Benjamin William Mkapa Lupaso jijini Dar es Salaam, na kubwa ni dabi ya Kariakoo Mnyama dhidi ya Young Africans. Hii leo kitawaka hapa majira saa 11 za jioni, na kubwa ni dabi ya Kariakoo itakayoamua bingwa wa msimu huu. Ndio maana waamuzi kutoka nchini Misri, kutoka pale kwa falme za mafarao, wakiwa hapa kulitatua swala hili baada ya kushindikana mara 2 mfululizo. Na tarehe 8 na tarehe 15 dabi hii iliahirishwa, lakini leo mbivu na mbichi zitafahamika hapa. Tunaye moja kati ya mashabiki wa Young Africans, atajitambulisha jina lake ili tujue kipi anakitarajia leo. Mambo ni aje mwanangu? Nashukuru sana, fresh kabisa. Unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Paulo James kutokea Mwanza, lakini pia ni mwenyeji wa Mbezi. Yep. Tupo hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso hapa. Na leo ni mechi kubwa kulikweli ambayo pengine tutashuhudia bingwa akikabidhiwa kombe lake mbali na ushindi. Wewe matarajio yako kwenye mechi hii ni ipi? Matarajio yangu ni ushindi. Alafu mwandishi, ukisema kwamba ni timu kubwa nayocheza nayo, hapana. Timu gani kubwa ambayo unaweza ukaifunga mara 5 mfululizo? Hawa ni vijana tu ambao mimi naenda kukamilisha nao ratiba ya mzunguko wa ligi kuu, kwa sababu walitukimbia tarehe 8. Sasa leo tarehe 25 tunamalizia ligi yetu kwa ajili ya kuchukua mwali wetu. Na baada ya mwali, leo tukitoka hapa jioni, kituo kinachofuata ni Bunju. Kwa nini Bunju? Kwa sababu Bunju tunaenda kuwaonyesha na sisi kwao kwamba wanafanya mazoezi, tuwaonyeshe taji letu kwamba sisi kila siku tunachukua makombe, ili walione wana kiu ya siku nyingi hawajaona kombe lolote kutoka kwenye ligi yoyote. Tunaenda kwenye dabi hii baada ya kugairishwa mara kadhaa, kwa maana mara 2 mfululizo, na hii ni mara ya 3. Pengine unaamini ni kwa kiasi gani sasa mtani amejipanga ukilinganisha na misimu 2-3 iliyopita ambayo mmekuwa mkiwanyanyasa? Mtani amejipanga vizuri kwa kuwapoza mashabiki wake ili wasiumie, kwa sababu angetangaza tangu juzi kwamba yeye atakuwepo uwanjani, mashabiki wa Simba leo wangekuwa wengi, pengine wangekuja kuumia sana. Alafu wameona watawapoteza mashabiki wao wengi, ndio maana leo wametoa taarifa saa 6 na dakika 26 kwamba watakuwepo uwanjani ili kupunguza idadi ya mashabiki wao, wakijua kwamba leo kutakuwa na vilio. Na kutokana na kipigo ambacho mmeendelea kukipiga kwa mtani, unadhani mechi ya namna hii leo mbele ya baadhi nyota wa Simba Sports Club akiwemo Jean Chazaua, lakini tunafahamu kuna wachezaji ambao wapya wapo ndani ya klabu ya Simba akiwemo Elie Mpanzu, pengine unatarajia mchezo utakuwa ni mgumu kiasi gani upande wako ukilinganisha na michezo iliyopita ambayo mmepata matokeo? Mchezo wa leo mimi naona kwa utabiri wangu hakuna ugumu wowote. Huyo Elie Mpanzu ni mchezaji pekee ambaye hakuwepo kwenye mechi iliyopita ya dabi. Leo tunataka tuwadhihirishie kuwa kwamba mchezaji wao ana kiwango kidogo sana. Hana uwezo wowote wa kupambana na Young Africans. Na mambo ni aje mwanangu hapo? Fresh kabisa. Poa. Umetokea wapi na unaitwa nani? Bwana, mimi ni pacha yake na jamaa wangu Paulo. Mimi naitwa Ima Gabrieli au kipenda niite Kiore. Ni shabiki kindaki wa Dar es Salaam Young Africans. Kwanza kabisa tunaongea maneno hii kwa kujiamini. Leo ni juma ngapi? Leo ni juma ngapi ndugu yangu? Jumatano. Mtani tumempiga mara ngapi? Tumempiga mara ngapi? Mara 5. Mara 5. Sasa leo tunaenda kuandika historia tena mpya leo. Leo kutokana na siku, leo tutagawa idadi ya magoli yatatokana na siku yenyewe. Leo tunaenda kuua mtu 5. Una uhakika kwa kiasi gani? Kwa sababu mtani amejipanga, ukiangalia kikosi chake kaingia fainali ya kombe la shirikisho Afrika, bila shaka ana uchu kweli wa kuhakikisha anaondoka na kombe, kwa sababu mpaka sasa inaonekana Young Africans ubingwa wa FA tayari mpo mkononi mwenu. Wangekuwa wanajiamini wangewatangazia mashabiki wao mapema kabisa tangu siku tatu kabla ya mechi, lakini kwa sababu viongozi wenyewe hawajiamini wamekuja kuwatangazia yani mabeki ya masaa kidogo kwamba waje uwanjani. Je, ambaye anatoka mkoani huko atakujaje uwanjani? Kwa sababu kuanzia viongozi, mashabiki, wachezaji wao wenyewe hawaiamini timu yao. Ndio maana wakawaambia bwana liwaro na liwe hata wasipokuja fresh tu, kwa sababu wanajua kabisa kitakachokuja kuwakuta humo ndani. Unajua kuna mtu anaitwa Elie Mpanzu. Elie Mpanzu wa kawaida, sababu kacheza mechi ngapi, ana magoli mangapi mpaka sasa hivi? Amecheza mechi kibao na magoli 5, analingana na Ibrahim Baka ambaye ni beki. Sasa
Sasa huyo ndo unaweza ukanani ukaja ukatutishia naye. Huyo tunamkabidhi mtoto wa kwao, tutule mtoto wa kwao. Israel Patrick Mwenda anamwambia huyo hakikisha asivuke backline hii hapa, asivuke. Acha masiara bwana. Mimi nakwambia huyo Elie Mpanzu mtoto mdogo sana. Sisi kama Dar es Salaam Young Africans, wachezaji wa aina ya Elie Mpanzu, machachari ambao hawana kitu. Sisi sasa hivi tushatoka huko. Yaani Elie Mpanzu tunamlinganisha na Twisla Kisinda, yule nani Jezidu Kapere Moroko, huyu nani tuliyemwacha wa kutoka huko kwao Kongo. Machachari mguni. Wewe sisi tunataka utomeke gori, chomeka gori. Sisi ndo kuna mtu anaitwa Jean Charles Ahoua. Huyu jamaa anaonekana noma kweli, ana magoli 16. Jean Charles Ahoua. Na leo anakuja kufunga tena ama tena. Leo top scorer wa ligi kuu ambaye atawashangaza watu leo ni Mzize. Dube najua leo anaweza asicheze, lakini leo Mzize atadhihirisha kuwa yeye ni mkubwa tofauti na mchezaji wao. Anafunga magoli 4 leo na ndiye atakuwa top scorer wa ligi kuu. Mpira umekuwa na maajabu sana. Pengine uko tayari kupokea matokeo hata yakiwa nje ya yale mnayotarajia? Maana mmekuja bila shaka mnaamini Young Africans anaondoka na ubingwa na ushindi. Lakini inawezekana pia mpira ukawa nje ya vile mnavyovitarajia. Watu kadhaa tumeshuhudia wakianguka na kuzimia hapa. Uko tayari hata Young Africans akipigwa goli 2-3 kwa bila hii leo bila kuzimia? Umejiandaa kwa hilo? Cha kwanza kabisa, mpira una matokeo ya aina 3. Kuna kufungwa, kudraw na kushinda, sawa? Sasa kama ukija na matokeo yako, hapo ndo utakapoumia. Lakini kitu kingine, mpira ni mchezo wa wazi. Tunaona mpira ni mchezo wa wazi. Mtu ni kutokana na nini? Na kikosi ulichokuwa nacho. Mimi natamba kutokana na nini? Na kikosi nilichokuwa nacho. Sawa? Wao wana huyo nani wanaimwita nani sijui nani Mahua. Jean Charles Ahoua. Huyo Jean Charles Ahoua unamuona wakati wa kupiga penalti na wakati wa kupiga faulo. Haya, ana magoli 16. Magoli 13 yote kapiga penalti, yani ya kutengewa yani. Hata mtoto wako mwenyewe anaweza kafunga. Ya kutengewa. Magoli haya 3 tu ndo kafunga na mguu wake, sijui mkono, atajua mwenyewe. Lakini magoli 16 yote faulo kutengewa hivi. Hasa huyo mchezaji kweli asipopata penalti afungi. Huyo mchezaji unaweza kaenda naye vitani. Kuna mtu anaitwa Lionel Ateba Mbida, ana majina 3. Ana majina 3. Katika 3 mawili lipo la Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Nani? Lipo jina la Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ndani yake. Ana magoli 12. Kwanza kabisa hayo majina mawili tunaomba kabisa uyatoe. Hebu ndugu mwandishi wa habari atoe. Cristiano Ronaldo na Lionel Messi Ateba. Yatoe. Yaani sisi tunamjua Mbida tu. Mbida tu ndo tunayemjua. Lakini hayo mengine wewe huwezi kaitwa Cristiano au Lionel usijue mpira bwana. Wewe goli uko wewe na goli kipo nakosa. Huyo huyo. Mbida ndio yule anayetembea hivi. Huyo. Hamna mchezaji hapo blaza. Hilo mchezaji la Mangungu. Ana magoli mangapi lakini si unajua? Nani Mbida? Ana magoli mangapi? Unajua? Sisi hatujui. Mimi siwezi nikafuatilia mchezaji anaitwa Mbida. Sababu hilo ni bodyguard. Sisi tunaweza tukamchukua leo akilinde kikosi cha Young Africans kikiwa kimebeba taji kuelekea Jangwani leo. Bwana shukrani jamani. Hapo. Bwana vipi kaka? Poa. Kata.